amekupa nafasi kukubalika na watu au kupendwa na watu, kuthaminika na watu, au huenda kuchukiwa na watu. Hii sio kwa sababu Mungu akuone, au sio kwa sababu kuwa Mungu yupo mbali na wewe, hapana. Yaani kadiri Bwana anavyozidi kuheshimisha, kuna wakati Bwana anakuheshimisha wewe hujue kama Bwana amekuheshimisha. Kuna wakati Bwana anakutendea, Bwana anafanya jambo katika maisha yako, wewe mwenyewe hujui kama Bwana amefanya. So katika yale makubwa ambayo Bwana anayafanya katika maisha yako, ndio kwa maana shetani na adui huinua vita, kupiga vita usiku na mchana, kwa sababu ya yale Bwana anayofanya katika maisha yako. Kwa sababu nyota yako inazidi kung'aa, ndio kwa maana shetani anaendelea kuandaa mashambulizi kwa ajili yako. Lakini nakusina kuambia kuwa usikate tamaa. Endelea kumtafuta Mungu. Endelea kuwa mwenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu mwenye haki Bwana ambaye amewahi kumuacha. Hakuna mtu mwenye haki Bwana ambaye amewahi kumtupa. Daudi anasema, toka ujana wangu mpaka sasa hivi ni mzee, sijawahi ona mwenye haki anaachwa, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Hajawahi ona. Ila bosi, hajawahi ona. Na kusihi mwana wa Mungu, endelea kuwa na haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana atakutetea. Wakati shetani anaandaa kifo, ndipo Bwana anaandaa uzima. Wakati shetani anaandaa mashambulizi, ndipo Bwana anakuandalia kushinda vita. Wakati shetani anaandaa wewe kuangushwa chini, ndipo Bwana anaenda kukuamsha, mwana wa Mungu. Kwa sababu kadiri Bwana anavyozidi kukupa kibali kazini, ofisini, katika jamii, watu wanaokuzunguka, nyumbani kwako, katika ndoa yako, katika familia yako, ikiwa umeoa au hujaolewa, katika kazi yako ya mikono, katika biashara yako, katika hatua yako, katika chochote kile, kadiri Bwana anavyozidi kuheshimisha, kadiri nyota yako inavyozidi kung'aa, ndivyo shetani huandaa mbinu kwa ajili ya kukupiga.